Bwana asifiwe. Hebu niweze kuingia kwenye somo, lakini kabla ya somo niweze kuzungumza kwa uchache sana kwa habari ya ibada hizi. Najua kwa asilimia zote tunafanya ibada ili kupata chochote kwa asilimia kubwa. Siamini sana kama tunafanya ibada hizi kwa mazoea ama kwa kuzoea kuomba na kumfanyia Mungu ibada. Ninaamini sana tunafanya ibada hizi kwa sababu kuna kitu ambacho tunakihitaji kwa Mungu aliye juu sana. Sasa nizidi kuwasihi kwamba tuzidi kuendelea kuitafuta neema ya Mungu. Basi naomba mnifungulie kitabu hiki, Timotheo wa pili 2 kianzia kwenye 4 pale. Nataka tuangalie kwa habari ya mwanajeshi, askari jeshi. Hebu mtu mmoja anisaidie hapo. Hicho kitabu Timotheo wa pili 2:4. Naam. Tafsiri yako iko tofauti sana. Mwanajeshi vitani hujiepusha na shughuli za maisha ya kawaida ili aweze kumpendeza mkuu wa jeshi. Bwana asifiwe sana. Tafsiri zinakuwa tofauti sana. Sasa nataka leo niweze kuongelea kwa habari ya mwanajeshi aliyeajiriwa na mkuu wa jeshi. Hebu tuangalie kwanza nini maana ya mwanajeshi ama askari. Tutaangalia kazi zake hapa, afu baadaye tuende kumalizia na baadhi ya vitu. Tuangalie nini maana ya mwanajeshi ama askari. Mwanajeshi ni askari aliyeajiriwa kwa masharti ya muda au ya kudumu katika kazi ya ulinzi, jeshi la polisi, jeshi la magereza au sehemu nyingine yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwanajeshi ni mtu ambaye ameajiriwa na mkuu hadi au mwanajeshi, na maana kwamba kuna mkuu wa jeshi ambaye alimwajiri mwanajeshi huyo. Sasa maana ya mwanajeshi ni askari aliyeajiriwa kwa kazi maalum ya muda, kwa masharti ya muda ama ya kudumu. Na wenda amepewa kazi ya ulinzi, tuseme ulinzi wa nyumbani mfano. Lakini pia wengine ni walinzi, ni polisi na hali kadhalika. Sasa nataka tuangalie kwanza kazi hizi 3 za mwanajeshi kwa haraka sana. Kazi ya kwanza ya mwanajeshi. Mwanajeshi analinda nchi dhidi ya maadui wa nje. Mwanajeshi hulinda nchi dhidi ya maadui walioko nje, ama mwanajeshi kazi yake ni kulinda nchi ili maadui wasiingie katika nchi hiyo. Bwana asifiwe sana. Lingine la pili, mwanajeshi hutetea nchi dhidi ya mashambulizi kutoka nje. Hiyo ni kazi ya pili mwanajeshi. Mwanajeshi hutetea nchi dhidi ya mashambulizi yatokayo nje kwa maadui zao. Bwana asifiwe sana. Nataka tuangalie kazi ya mwanajeshi. Mwanajeshi ni nani na kazi zake ni zipi? Lakini pia ushambulia nchi nyingine kama hatua hii imeamriwa na serikali, ama mwanajeshi huyo kazi yake
huleta mashambulizi ama kushambulia nchi nyingine kwa nani? Kwa misawi lugha hapa. Kwa amri kutoka kwa serikali ambayo ni halali kwa asilimia zote. Bwana sifa sana. Hasa kitabu cha Timotheo wa pili anasema kwamba mwanajeshi vitani ujiepusha na shughuli za maisha ya kawaida. Yaani kiufupi mwanajeshi ni yeyote anayepambana kwa ajili ya kitu chochote. Sasa sisi ni wanajeshi ambao tuko vitani, lakini bahati mbaya tumesahau kwamba tuko vitani. Na ndio maana kuna neno kwamba ujiepusha na shughuli za maisha ya kawaida. Mwanajeshi kwa asilimia zote ni tofauti na mtu wa kawaida. Mwanajeshi siku zote uishi ama ujiepusha na mambo ya kawaida. Na ndio maana kwamba mwanajeshi aliye vitani ujiepusha na mambo ama ujiepusha na shughuli za maisha ya kawaida. Mfano sisi nasi ni wanajeshi ambao kwa asilimia zote tunatakiwa kujiepusha na shughuli za maisha ya kawaida ambayo yaweza kutuweka kwenye mtego na kutegwa na maadui ama adui, na moja kwa moja kupata ama kupigwa ama kupata mashambulizi kutoka kwa adui ambayo tunapigana naye. Kwa hiyo mwanajeshi siku zote ni mtu ambaye ana umakini mwingi sana. Na ndio maana nasema kwamba ili kumpendeza ama ampendeze, ili ampendeze nani? Unaangalia, ili aweze kumpendeza mkuu wa jeshi. Asilimia kubwa mwanajeshi akiwa ni mzembe hawezi kumpendeza mkuu wa jeshi. Mwanajeshi akiwa vitani ama akiwa ni mzembe kwa asilimia zote hawezi kumpendeza mkuu wa jeshi. Sasa hapa kuna ambaye ujiepusha na shughuli za maisha ya kawaida ili aweze kumpendeza mkuu wa jeshi ama aweze kumpendeza captain wa jeshi. Bwana sifa sana. Ama aweze kumpendeza manager wa timu ama wa jeshi hilo. Sisi nasi ni wanajeshi ambao muda wowote tuko vitani. Na ili kumpendeza mkuu wa jeshi ni lazima tuweze kujitenga na machukizo yoyote ambayo hayampendezi mkuu wa jeshi. Bwana sifa sana. Mwanajeshi ujiepusha na chochote ambacho ni kikwazo kwa mkuu wa jeshi. Mwanajeshi akikeuka masharti ya mkuu wa jeshi, akikataa kusikiliza sauti ya mkuu wa jeshi, kwa asilimia zote anakuwa ni chukizo na wenda akafukuzwa vitani. Sisi nasi muda wote tuko vitani. Ni wanajeshi ambao tumeajiriwa kwa masharti ya kudumu. Na kazi yetu sisi kama wanajeshi ni kulinda taifa. Bwana sifa sana. Ni kulinda taifa dhidi ya mashambulizi ya adui atokaye nje. Lakini pia ni kushambulia adui aliye nje. Hiyo ndio kazi ya mwanajeshi. Mwanajeshi ni mlinzi. Na ndio maana kwa Ezekiel kwamba mwanadamu, tazama, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Kwa maana hiyo sisi ni walinzi kwa taifa la Israeli. Hasa bahati mbaya mwanajeshi amejisahau. Mwanajeshi akijisahau ama mlinzi akijisahau ama akilala usingizi, moja kwa moja hapo ulinzi umedhoofika. Hata mwizi akija hatakuja kuiba kwa urahisi sana. Kwa nini? Mlinzi ama askari ama mwanajeshi amelala. Na kwa asilimia zote
adui anapata nguvu nyingi sana, anapata nafasi ya kuingia katika nyumba ya Israeli, au anapata nafasi ya kushambulia walioko ndani, kwa sababu mwanajeshi amelala. Bwana asifiwe sana. Sababu mlinzi mlinzi amekeuka masharti aliyopewa. Mfano, mlinzi unapewa masharti kwamba hapa kulala kwako, mfano usiku kuanza saa 1 hadi saa 1 asubuhi ndio unalala sasa. Lakini wewe ile mida ya usiku, mida ya kukesha, unalala. Swali ni je, hapo kutakuwa na usalama kweli ama usalama utakuwa ni sifuri? Jibu ni kwamba usalama utakuwa ni sifuri. Kwa nini? Kwa sababu mlinzi amelala, na mlinzi akilala hakuna uwezekano wa nyumba ama watu kuwa salama. Na ndio maana Zaburi yako wazi kwamba Mungu ni Mungu asiyelala, asiyepata usingizi wowote. Kwa nini apate usingizi? Hebu piga picha Mungu akilala siku moja. Piga picha Mungu tu siku moja, Mungu tu alale. Swali, je, taifa, watu wake watakuwa salama? Jibu ni hapana. Kwa nini? Yeye ndiye mlinzi alindaye watu wake. Hebu sasa kwa Zaburi kwa haraka. 121 anzia mstari wake wa kwanza. Mstari wa kwanza anzia hapo. Naam. Ndio. Wende tatu. Ndio. Hapo tunaanza kuangalia jinsi Mungu alivyo. Huyu ni mlinzi atulindaye, kwamba asisinzie akulindaye. Maana kwamba hata kule kusinzia hakupo katika macho yake. Hata ile chembe ya usingizi, kupata usingizi kama mlinzi, kwake ni adimu sana. Hakuna. Nenda 4. Naam. Kisha kwanza hapo kwamba hata sinzia wala hata lala usingizi. Kwa nini? Yeye ndiye aliye mlinzi wa Israeli. Yaani Mungu ni mlinzi wa watu wake. Mungu ndiye awalindaye watu wake na shida ama na mashambulizi kutoka kwa adui. Hebu piga picha huyu mlinzi huyu akilala, itakuwaje? Kwamba Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Piga picha halale huyu. Je, utalindwa? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Alafu je, kilala hapo hakuna ulinzi wowote. Sisi nasi ni askari ambao tumelala. Tumelala kwa asilimia kubwa. Taifa la Israeli ama watu wa Mungu kwa asilimia zote. Na ndio maana utasikia matetesi ya ya maanguko mahali na mahali. Kwa nini? Kwa sababu kuna mlango ambao tumeuacha wazi, ama walinzi wamelala. Na ndio maana kwa wazi, nadhani ni Isaya anasema kwamba walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu wasioona. Wamelala usingizi. Kwa hiyo mlinzi akilala, jua tu kwa asilimia zote nyumba iko kwenye hatari. Na sisi ni wanajeshi ambao tumeajiriwa kwa masharti ya kudumu kwa asilimia zote. Sio masharti ya muda. Huenda yakawa ya muda hapa duniani, maana hapa tunapita. Ukipita unayaacha. Mazuri sana. Lakini haya ndiyo ambayo yatakupa kibali cha kuingia mbinguni. Sasa ukikeuka haya masharti ambayo umepewa, kwa asilimia zote umeharibu kazi, umepoteza kazi.
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mlinzi ama mwanajeshi hujiepusha na chochote ambacho ni kinyume cha bosi wake. Na ndio maana asilimia kubwa watu wakiwa kazini hujiepusha na chochote ambacho chaweza kuwa ni chanzo cha wao kufukuzwa kazi. Kwa nini? Hapo kuna masharti yamewekwa. Ukikeuka sharti, umeharibu kazi, umekosa kazi. Na alikadhalika kwetu pia, ukiishi kana kwamba ni raia wa kawaida kwa asilimia zote, ukiishi kama raia wa kawaida, yani unagusa hiki, unagusa hiki, unagusa haka, kwa asilimia zote utapoteza kazi, utapoteza kibarua, na mwisho wa siku unahukumiwa sawa sawa na wenye dhambi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tujue kwamba sisi ni wanajeshi ambao sisi ni walinzi, ama sisi ni wanajeshi ambao tumeamrishwa ama tumeajiriwa na mkuu wa jeshi. Kwa hiyo ili kumpendeza mkuu wa jeshi lazima tujiepushe na ya mchukizayo mkuu wa jeshi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika kuenenda kwetu watu wa Mungu, lazima tu makini sana kujiepusha na chochote ambacho kwa asilimia zote taweza kuwa ni chukizo kwa aliye mkuu wa jeshi. Bwana asifiwe sana. Sipendi kuongea sana, ila tuzidi kujiepusha na chochote kibaya ambacho kinamkwaza na kumchukiza Mungu aliye hai. Kwa hivyo nadhani sipendi kuongea sana, nilitaka tuangalie kwa habari ya mwanajeshi na kazi zake. Hivyo nadhani haya ukiatia vizuri kwenye akili yako, basi utajua wewe ni nani. Maana kwa asilimia kubwa wanajeshi wengi wamelala sana, wamejisahau sana. Ndio maana adui anaingia tu bila wasiwasi yoyote. Kwa hivyo lazima wanajeshi waamke, lazima askari aamke, aende vitani, maana vita vinapamba moto. Neema na amani ziwe nasi sote. Amen.